Sisi kama nchi tutasaka wadau watakaoshirikiana nasi katika kutekeleza dira yetu kutoka kila pembe ya dunia. Na kwa kweli tukiazima msemo wa Wachina na wa Singapore katika swala hili, hatutachagua kama ni paka, hatutachagua rangi ya paka. Muhimu ni kwamba paka huyo awe na uwezo wa kukamata panya. We are not going to look at the color of the cat, provided that cat is capable of catching the mice. Muktadha wa ziara katika muktadha wetu wa kiuchumi, kwamba utekelezaji wa dira 2050 inahitaji kumobilize wadau. Sisi kama nchi tutaenda kusaka wadau popote walipo katika dunia hii. Na katika hilo, kama nilivyosema, tunatumia sana msemo wa wenzetu wa China na wa Singapore. Kesho anakuja Mheshimiwa Rais wa Singapore hapa. Wao ni pragmatism, kwa maana kwamba kama ni paka, hutajali rangi ya paka. Muhimu ni kwamba paka huyo awe na uwezo wa kukamata panya. Na sisi tutaangalia, muhimu ni kwamba tutapata mitaji, teknolojia, biashara, uwekezaji. Tutafuata na kukumbatia popote ulipo. Na katika hili hatutachaguliwa marafiki gani tufanye nao kazi. Pili, muktadha wa ziara hii pia ni kuzingatia kwamba tumeunda kitu kinaitwa Intergovernmental Commission between Russia and Tanzania. Na tumekuwa na vikao tangu mwaka 2024, kikao cha kwanza kikiwa kimefanyika hapa Dar es Salaam, kikao cha pili tukakifanyia Moscow mwaka 2025 Mei mwaka jana hiyo, na kikao cha tatu wengi mlishuhudia tulikifanya juzi Mei Arusha, ambacho kimefuatiwa na ziara ya Mheshimiwa Rais. Katika vikao hivyo vya ushirikiano tumekubaliana kushirikiana katika maeneo takriban 9 yafuatayo, na baadhi ameshayataja Balozi Ulanga. Kwanza, kilimo, elimu na mafunzo, nishati, madini, viwanda, usafiri na usafirishaji, utalii, uchumi wa kidijitali na biashara na uwekezaji. Kwa ndio maeneo ambayo tunayo, na ushirikiano huo mpaka sasa umeshazaa makubaliano au agreement ama MOU utakavyoita 8 zifuatazo. Hizi tayari tumeshazisaini. Kwanza, serikali ya Tanzania na serikali ya shirikisho la Urusi tumesainiana hati ya makubaliano kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA katika kuendeleza lugha za Kiswahili na lugha ya Kirusi. Na Mheshimiwa Rais juzi ameeleza jinsi ambavyo Kiswahili kinafundishwa Urusi, na sasa tunataka Kirusi kifundishwe hapa Tanzania kupitia Chuo Kikuu cha UDOM. Hiyo ni matokeo ya kusainiwa kwa makubaliano haya ambayo nimeyataja kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza, kwa maana ya 3 sasa, zile ni 2 zimesainiwa hapa, hizi ambazo nazitaja zimesainiwa kule tulipokuwa juzi. Ya kwanza ni hati ya makubaliano kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Elimu ya Juu ya Shirikisho la Urusi kuhusu ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu, sayansi, teknolojia na ubunifu. Na sisi tuliwakilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Na hapa ni muhimu sana kwa sababu moja ya makubaliano kwenye hili ni kutambuliwa kwa tuzo zinazotolewa na elimu yetu hapa Tanzania na elimu ya Shirikisho la Urusi. Zamani ilikuwa ni kwamba ukisoma Urusi ukija hapa Tanzania ni mbinde, inabidi upitie mlolongo mrefu sana wa kuweza
kutambuliwa tuzo yako. Lakini sote tunafahamu ubora na uthabiti wa elimu ya Urusi, na watu wetu wengi wamesoma huko. Kwa hiyo ulikuwa ni urasmi ambao kimsingi ulikuwa hauna msingi. Kwa ziara hii imetatua jambo hilo kupitia waziri wetu wa elimu, wameshakubaliana sasa. Kwa hivyo ukisoma kule sasa, ukija hapa vyeti vyako vinatambuliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu. Hilo ni tokeo kubwa sana ambalo